Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Wajibu wa jumuiya ya wazazi mkubwa kabisa, malezi pamoja na mazingira. Na wadau kama ni Chama cha Mapinduzi, wa kwanza ni jumuiya ya wazazi ambao kazi yao ni nataka niwahakikishie kwamba sekta ya nishati itaendelea kuitumia jumuiya ya wazazi kwenye kampeni zake zote kupeleka ujumbe kwa wananchi. Sasa ndugu mwenyekiti, niwaambie tu jambo moja ambalo pengine watu wote tuelewane. Mnakumbuka kuwa juzi hapa tulikuwa na mkutano mkubwa wa kimataifa kwa ajili ya masuala ya nishati. Unajua ule mkutano haukuja kwa bahati mbaya. Ulikuja kwa sababu moja kubwa, na niliwaeleza wajumbe wa halmashauri kuu ya chama. Ulikuja sababu ya kwanza ilikuwa ni kwamba Afrika nzima walivyofanya tathmini ni nchi gani ambayo imepiga hatua kwenye kupeleka umeme vijijini, Tanzania ikawa ya kwanza. La pili, ni kiongozi gani ambaye ameweka msukumo mkubwa sana kwenye nishati, akawa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa hiyo ukafanyika mkutano mkubwa hapa kwa ajili yetu. Sasa nitaka niwape mfano. Waheshimiwa, uchumi wowote duniani ili uweze kupatikana ni lazima kuwepo na nishati. Tafiti zetu zimeonyesha kuwa ukiangalia kwenye sekta ya viwanda, ili uweze kuendelea, umeme au nishati inategemewa kwa 40%. Kwa hiyo kama huna nishati maana yake viwanda havipo. Lakini kwenye kilimo, FAO wamefanya utafiti, wameonyesha kuwa 30% inahitajika ili kukifanya kilimo kiweze kukua. Ukienda ujenzi wamepata 36%, na sekta ya madini kwa mujibu wa taarifa ya World Bank ni 30%. Kwa hiyo ukienda mahali pengine kokote ukitaka kujua kuna uchumi mzuri, cha kwanza angalia kama kuna umeme ama kuna nishati ya umeme.